yake. Ni sawa na sisi tunaposoma Biblia hii imeandikwa, tunasoma hii ni logos, amen. We read it as in logos. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tunaposoma hii written, haya maneno yaliyoandikwa, ndani yake kuna spirit, amen. Nikiona ile roho ndio inafungua maisha yangu. Kwa kila neno Yesu anaposema kila andiko lenye pumzi, andiko manake limeandikwa lenye pumzi ya Mungu, manake yapo maandiko hayana pumzi ya Mungu, yana pumzi ya mashetani. Haleluya. Yana pumzi ya roho za nini? Za giza. Kama anasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu, kuna maandiko hayana pumzi ya nani? Kuna kitu kimeandikwa hakina pumzi ya Mungu, hakina roho ya Mungu, hakina nguvu ya Mungu, kina roho ya adui, amen. Kina roho ya kishetani, kimebeba nguvu ya kishetani, kimebeba mamlaka za kishetani. Kwa hiyo kinapoandikwa kwa ajili ya maisha ya mtu, kunakuwa na nguvu ya kishetani ambayo inakuwa inafanya kazi kinyume na hatima ya mtu ambayo ameandikiwa na Mungu kwa ajili ya maisha yake. Bwana Yesu saidie sana. Kwa hiyo hii mamlaka za giza zinapokuwa zinatenda kazi kupitia yale maneno, zinaleta madhara kwenye maisha ya mtu. They bring effects into someone's life. Bwana Yesu saidie sana. May Jesus help us. Nisome Kutoka 17:14. Exodus. Kuna kitu hapa. 17:14. Kutoka 17:14. Bwana akamwambia Musa. Bwana akamwambia Musa, yes. Andika habari hii katika kitabu. Anamwambia andika habari hii katika nini? Kitabu. Kuna habari inaweza ikaandikwa kwenye kitabu. Haleluya. Habari ya maisha yako inaweza ikaandikwa kwenye kitabu cha kichawi. Haleluya. Inaweza ikaandikwa kwenye kitabu cha kiganga. Haleluya. Habari ya mtu inaandikwa. Haleluya. Inaandikwa. Kuna mtu ananielewa vizuri? Kuna mtu ananielewa vizuri? Kwa hiyo inaandikwa kwenye ulimwengu wa roho. Kwa Mungu anamwambia Musa, andika habari hizi. Iwe ukumbusho. Andika hizi habari ili ziendelee kukumbukwa. Kama ni mbaya ziendelee kukumbukwa. Haleluya. Kama huyu mtu ataendelea kuteseka kwenye hii ndoa, kila siku wachawi waendelee kukumbuka, amen. Waganga waendelee kukumbuka ya kwamba akitakataka mwaka umeisha, akaona mwaka mpya unaanza, sasa pumzike. Kule inanena ukumbusho. Inapoangaliwa tatizo la mtu linafanyiwa uisho tena, amen. Kuna mtu anielewa vizuri? Tena mambo yanaanza upya. Kwa hiyo inaweza kwa muda ikaonekana kama kawafadhali kanatokea, kwa sababu ni habari imeandikwa na inanena ukumbusho. Maana yake inakumbukwa kila siku, inakumbukwa. Kwa hiyo kila siku shida inaanza upya tena. Leo inaondoka au wafadhali unaonekana, alafu ghafla inaanza upya tena. Bwana Yesu saidie sana. Kwamba unaona kama vile umeomba, unaona kama vile kuna majibu yanataka kuja yanatokea, lakini ghafla mambo yanaanza upya tena. Kuna mtu ananielewa ninachokisema? Mambo yanaanza upya tena. Mungu anajaribu kumwambia Musa kwamba kuna kanuni ya kutunza habari ili iwe inakumbukwa. Haleluya. Mashetani hizi kanuni wanazijua, walizichukua. Haleluya. Kwa hiyo wanazitumia kufunga watu wa Mungu. Na leo Bwana amenikumbusha nikwambie ili utoke kwenye hicho kifungo kwa jina la Yesu aliye hai. Kisha ihubiri masikioni mwa Yoshua. Kisha itangaze kwenye masikio ya Yoshua hii habari.
ya kuwa nitaufuta ukumbusho wa Amaleki kabisa. Ya kwamba nitaufuta ukumbusho wa Amaleki kabisa. Amen. Amen. Sisi leo tutaapa kufuta ukumbusho wa wachawi kwenye maisha yako. Haleluya. Kuna mtu ananielewa vizuri? Si kuna mtu unatamani umfute kwenye maisha yako? Kuna watu ni miba sio miba, michongoma sio michongoma. Haleluya. Kwenye maisha yako yani ukimwona unatamani yani. Haleluya. Yesu asaidie sana. May Jesus help us. Wajua ulikuwa na maisha ya amani sana, ila akaja mtu huyu kwenye maisha yako. And then one person came. Yaani yule mtu ameleta maumivu kwako. Amen. That person brought pain. Lakini Yesu ni wa neema. Haleluya. Jesus is gracious. Sasa anajaribu kumwambia nitafuta ukumbusho, weka hii taarifa. Nataka nikwambie kuna mahali vilifanyika vikao vya kichawi. Amen. Juu ya maisha yako. Amen. Waliona nyota yako, waliona furaha yako, wakakaa hivyo vikao, wakasema hakika tutafuta kumbukumbu ya furaha ya mtu. Haleluya. Tutafuta maisha yake huyu asikumbuke. Watu wasimkumbuke, wamkumbuke wakati wa matatizo. Wakiwa na matatizo ndo wamkumbuke, asikumbukwe wakati wa mema. Mema yakitokea unasahaulika, ila unakumbukwa wakati wa matatizo. Kwa nini? Kuna mahali kuna vikao vimefanyika, vimetengeneza zile agenda. Lele Hesabu 34:10. Numbers 34:10. Chenangalia kuna kitu Yesu ananiambia. Mstari wa 10. Kisha mtaandika mpaka wenu wa upande wa mashariki kutoka Hasarenani hata Shefamu. Mtaandika mpaka wenu kutoka maeneo fulani. Haleluya. Amen. Sema mpaka unaandikwa pia. Kwenye ulimwengu wa roho wachawi wanaweza wakaandika mpaka wako. Amen. They can write. Wakasema wewe kiwango chako cha kuomba unatakiwa uombe dakika 10 peke yake. You need to pray for only 10 minutes. Kuna mtu ananielewa vizuri? Yaani zikiisha dakika 10 umeomba unaanza kupiga miayo. And you start yawning. Umewekewa mipaka kwenye ulimwengu wa dini. You have been put a limitation. There's a limitation. Mipaka yako wewe hakuna kusoma Biblia. Your boundaries, you cannot read the Bible. Mpaka kuna wengine hapo kitu cha kutafutia usingizi ni Biblia sasa hivi. And to others, if you want to sleep, you open the Bible. Hata kama usingizi kwa umegoma, ukienda kushika Biblia tu utakuja usingizi mzito. Heavy sleep will fall upon you. Anaweza saidia sana. Kwa cha kutafutia usingizi ni nini? So for you to look for Biblia. Kabla hujagundua kuwa kuna maandishi, kuna miuli ya maandishi. There are written seals. Iko nyingine nitaendelea kuongea huko mbele ya safari. Mingine iko ya damu, amen. The others of blood. Mingine iko ya namba. Others of numbers. Kuna watu wana miuli ya namba kwenye ulimwengu wa roho. Of numbers in the spiritual realm. Bwana tusaidia sana. May Jesus help us. Wamepigwa namba, chapa za namba kwenye ulimwengu wa roho. Stamped with numbers. Mingine wana miuli ya damu. Others have the seals of blood. Kwenye maisha yao. In their lives. Leo nazungumzia miuli ya maandishi. Hallelujah. I'm talking about the seals of. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema rehema zako. Inua mkono wako juu, sema Bwana Yesu. Sema kwa sauti Bwana Yesu. Naomba unirehemu. Naomba unirehemu. Mimi na uzao wangu. Mimi na watoto wangu. Mimi na maisha yangu. Naomba unirehemu. Mimi na familia yangu. Naomba unirehemu. Sema Bwana Yesu. Naomba unirehemu. Mimi na familia yangu. Naomba unirehemu. Bwana Yesu, futa jina langu, futa majina ya watoto wangu, ya familia yangu, futa majina ya maisha yangu, futa majina ya ukoo wangu kwenye madhabahu za giza katika jina la Yesu. Bwana Yesu, kuanzia leo damu yako thamani iliyolipa gharama kwa ajili ya hatima yangu katika jina la Yesu. Uliingia kwenye madhabahu hizo, ulifikiri kuna Mungu aliye hai, lakini kumbe ni kilinge cha kiganga, ni kilinge